wa FM 95.0, zikiwa ni 28 dakika zimekatika baada ya saa 2 majira ya Afrika Mashariki, na kukaribisha kwa mlahaka uliomwema roho safi kwenye kipindi cha siku ya leo cha Risala. Leo ni siku ya Ijumaa, ikiwa ni Ijumaa teule ya tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2025. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman, na natumai kwamba umekuwa mzima buheri wa afya tangu wiki iliyopita. Manake wiki jana tulikuwa kwenye sherehe za Idul Adha. Kidogo tulipoteana, masheikh wetu walienda kidogo kufuatilia pia kukamilisha sehemu nyingine ya dini, lakini alhamdulillah wameweza kurudi tena studioni kukuhakikishia wewe msikilizaji kwamba unaweza kupata kipindi chako cha Risala kwa uzima wake, kwa manufaa yake, kwa kuelimisha kwake, na pia kwa kukumbusha kwake. Na leo ndani ya studio tuko naye Sheikh Abbas Athman kama ilivyo kawaida. Sheikh wetu tunempenda kwa ajili ya Allah, ameweza kufika siku ya leo hapa studioni kutuhakikishia tu kuhusiana na mada ya siku ya leo. Na pia katika studio tuko naye Sheikh wetu Sheikh Khalifa Sheikh Khalifa Athman kutoka kule maeneo ya Mumias, yani amekata mbuga, amepita kaunti zote hizo akatua ndani ya studio za Iqra FM 95.0 kutoka maeneo ya Mumias, ili kukuhakikishia kwamba unapata ladha tofauti, unapata elimu zaidi kuhusiana na mada ya siku ya leo. Na leo ndani ya mada tunaangazia Uislamu ndani ya vitabu. Sio Uislamu ndani ya kitabu, bali Uislamu ndani ya vitabu. Vitabu vyote vile, ikiwemo Quran takatifu, pia tutakuwa tukiangazia Biblia, na pia vitabu vyote ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia mashaikh wetu kuwa na ufahamu wazo. Na kwa hivyo moja kwa moja nitawakaribisha studioni mashaikh wetu. Nakumbuka tu msikilizaji, kupitia 0727444454 au 0738 648881 0727444454 or 0738648881. Unaweza kutufuatilia moja kwa moja hapo, unaweza kuuliza swali lako, unaweza kutext pia, tutakuwa tukiangalia ujumbe wako. Na pia tuko mubashara kupitia njia ya picha kwenye mtandao wa YouTube @Iqra FM 95.0. Na moja kwa moja tukizamia kwenye mada ya Uislamu ndani ya vitabu, tutakuwa tukiwahusisha mashaikh wetu, na moja kwa moja Sheikh Abbas Athman. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah, karibu sana tena baada ya kututoka tunasema hivyo kwa Ijumaa moja. Tunashukuru kwamba umeweza kurudi, alhamdulillah. Na pia naona pia ndani ya studio tuko na mgeni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Khalifa. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimefurahi sana kufika katika studio, zaidi ya studio, kweli kabisa, kuweza kufundishana mambo muhimu katika dini yetu tukufu. Kweli kabisa. Kwa wale wanasikia sauti hiyo wanajua, wanaifahamu sauti hiyo si geni kabisa. Unamfahamu kwenye dawa za mtaani. Kwa hivyo leo si dawa mtaani, leo ni dawa studioni. Mashaallah, kweli kabisa. Na nakushukuru sana msikilizaji ambaye unatutegea siku ya leo, Ijumaa ya leo, kwa kipindi hiki chako cha kufana cha Risala. Na moja kwa moja kwa sababu tu ya heshima ya mgeni, tungemwomba tu introduce, atupe mukhtasari wa mada ya siku ya leo ya Uislamu ndani ya vitabu. Asante sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetupatia fursa hii kuweza kufika katika studio hizi kwa lengo na madhumuni ya kufikisha kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kwa wale ambao hawajajaliwa kuweza kupata nuru ya Uislamu. Na leo tunazungumzia dini moja tu ambayo ni dini ya Uislamu, lakini ndani ya vitabu tofauti, vitabu mbalimbali. Je, Uislamu ni dini iliyozungumziwa tu katika Qur'ani peke yake? Na Uislamu huu ulianzia wapi? Ulianza na nani? Manake kuna dhana mbalimbali. Hata ukiingia katika mitandao, kuna watu wanajifunza dini kutokana na opinions za watu wanaoweka maoni mitandaoni, ya kwamba dini hii ni dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye ndio mwanzilishi wa Uislamu, yani kabla yake Uislamu haukukuwepo. Na ikaletwa dhana hiyo kwamba yeye ndio mwanzilishi wa dini ya Uislamu. Lakini tutaangalia kiundani, tuweze kuangalia kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mwanzilishi wa Uislamu. Je, hawa mitume wengine walikuwa dini gani?
Na je, kuna dini nyingine ambayo inapatikana katika vitabu isiyokuwa ya Uislamu? Maanake tukizungumzia dini, tunafaa kuizungumzia dini ambayo tunaweza kufungua vitabu, hata tukaona jina la dini yenyewe. Kama inavyotajwa katika Qur'ani sura ya 5, aya ya 4, kwamba Mwenyezi Mungu anasema nimekwisha kuwakamilishieni dini yenu na nimekuchagulieni Uislamu uwe ndo dini yenu. Kwamba Mwenyezi Mungu ametuchagulia sisi Uislamu uwe ndo dini yetu. Kumbe katika Qur'ani kuna dini imetajwa, na hii dini inaitwa dini ya Uislamu. Sasa kama dini hii ishatajwa, sasa swali la pili linakuwa kujiuliza, ndio sasa dini imetajwa, lakini sasa dini hii ni ya kweli au si ya kweli? Ni ya haki ama si? Kwa sababu kutajwa tu haiwi sababu ya kufuata. Yafaa ikuwe imetajwa kisha tuambiwe ni ya haki. Sasa ukifungua Qur'ani 3, Qur'ani 3:19. Qur'ani 3:19. Naam. Sema billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Sasa baada ya kutaja kwamba Mwenyezi Mungu ametupendelea sisi Uislamu, ametuchagulia sisi dini ya Kiislamu. Sasa Mwenyezi Mungu tena break tena news nyingine katika Qur'ani ya kwamba hakika dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Na hiyo aya labda mtu anaweza kukanganyika na lugha ya kwamba je, huyu anayesema hakika dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu ni nani huyu? Je, ni yule anayeripoti ama ni nani? Qur'ani nzima ni maneno ya Mwenyezi Mungu, na maneno haya Mwenyezi Mungu alikuwa akiyateremsha katika moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yeye anaambiwa cha kwenda kuambia watu ya kwamba enyi watu, imekwisha nishukia aya ya kwamba hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu bila shaka ni dini ya Uislamu. Tena ukisikia bila ya shaka, yani hakuna wasiwasi wowote. Sasa mtu akija na msingi kwamba kuna dini nyingine, kabla aanze kutufafanulia dini hiyo, kwanza atuonyeshe dini hii imeandikwa kwa jina katika aya ipi na katika kitabu kipi. Kabla tuizungumzie kama ni ya haki ama si ya haki, kwanza tuonyeshwe yenyewe kwanza imetajwa katika aya gani au kitabu gani, kisha ndio baadaye tutaangalia. Alafu katika kipindi hiki hatuko hapa kupinga watu wa dini nyingine. Tuko hapa kuwekana sawa. Hata pia sisi tunaweza kukosea, wanaweza katuweka sawa. Ndio manake pia huwa kunakuwa na nafasi ya wasikilizaji kupiga simu na kuweza kuuliza maswali mbalimbali. Asante sana kwa utangulizi. Shukran sana. Huyu amekuwa Sheikh wetu Sheikh Khalifa Athman kutoka maeneo ya Mumias. Tunaona amejiandaa kweli kutufunza ambayo yanafungamana na Uislamu ndani ya vitabu. Kama utakuwa na swali lolote lile, basi liandike ama nitumie ujumbe kupitia 0727444454 au 0738648881 ama uandike comment yako kupitia mtandao wa YouTube kupitia Iqra FM 95.0. Na kuja kwako Sheikh Abbas, uweze kutueleza ama utupe utangulizi wako pale ambapo alipoachia Sheikh wetu Sheikh Khalifa kwamba utupe utangulizi wako ambao unafungamana na Uislamu ndani ya vitabu. Na ningependa pia utupe utajo wa Uislamu katika pia vitabu vingine. Manake Sheikh wetu Khalifa ametupa kwamba dini ya haki isiyo na shaka kwamba ni Uislamu ndani ya kitabu cha Qur'an takatifu. Je, katika vitabu vingine inakuwaje? Katika vitabu vingine ndio dini ambayo ilikuwepo tangu zamani za kale ni Uislamu. Ndio. Na ndio ilikuwa dini ya manabii. Na wajua watu wengi huwa wanatufuata wanatuambia nyinyi mnasema Uislamu ndio dini ambayo imetajwa ilikuwa dini ya manabii. Ndio dini ya Ibrahim, ndio dini ya Musa. Lakini hatuioni imeandikwa wapi. So ni kama watu wengi utaka hiyo waone kwamba imeandikwa Uislamu ama Ibrahim alikuwa ni Muislamu. Yesu alikuwa ni Muislamu. Musa alikuwa ni Muislamu. So watu utafuta mambo kama hayo.
Lakini kitu ambacho kwamba ningependa kufafanua na yule kwamba anatufuatilia, anatusikiliza ajue ni kwamba neno Islam ni neno la Kiarabu ambaye inaweza kufafanuliwa kwa lugha nyingine. Ndio. Unapokuja kuifafanua kwa lugha nyingine maana yake ni amani. Na kwa maana nyingine pia ni unyenyekevu. Tunasema total submission to the will of God. Kwa hiyo unaposema mimi ni mnyenyekevu kwa lugha nyingine kwamba mimi ni Muislamu. Kwa hiyo ukiona mambo kama haya kama amani na nini zimetajwa ndani ya vitabu sana. Ndio. Hata unaposoma katika kitabu moja cha manabii, sisemi kwamba unajua kuna zile vitabu kubwa ambazo ni za Mwenyezi Mungu ameziteremsha, zile ni Taurati, Zaburi, Injili na Qur'an, tunajua vitabu 4. Kuna vingine ni suhufi, vitabu vidogo vidogo ambayo ni za manabii. Pia ndani ya Qur'ani hapa haikutajwa lakini imetajwa kama zile vitabu vidogo vidogo vipo. Kuna mmoja anaitwa Isaia amezungumza maneno kama hayo. Unaposoma katika 57:19 ametaja Mwenyezi Mungu mwenyewe ametaja habari ya amani. Sema mimi na yaumba matunda ya midomo. Amani, amani. Kwake yeye aliye karibu na kwake yeye aliye mbali. Isaia 57:19. Kwa hiyo tangu zamani Mungu ametaja, maana ikisema amani Kiswahili, Kizungu peace, Kiarabu Islam. Hebu nisomee. Isaya 57 19. Isaya 57:19 inasema ndio mimi nayaumba matunda ya midomo. Hapo mzungumzaji ni Mungu mwenyewe, Mwenyezi Mungu mwenyewe. Anazungumza akiambia watu nayaumba matunda ya midomo. Nini? Amani. Amani. Amani, amani. Peace, peace. Salam, salam. Islam, Islam. Hivyo ni kitu kipo. Na ndio unaona kwamba manabii wote taratibu zao, mienendo yao, maamkuzi yao, ibada zao zote zilikuwa aina moja. Kwa sababu yote dini ilikuwa ni moja ambayo ni hiyo dini ya Kiislamu. Kwa mfano unaona kuanzia katika vitabu za zamani vyote ukiangalia maamkuzi yote assalamu alaikum. Amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Tangu zamani uangalie Musa alisalimiana hivyo, uangalie kina Daudi wamesalimiana hivyo, angalia kina Isa na chungu ya manabii wamesalimiana hivyo. Kwa hiyo Uislamu iko tangu katika vitabu vya zamani, isipokuwa ukitafuta tu neno Islam huoni. Lakini ukijua maana yake uitafuta utaipata imejaa chungu nzima. Yesu mwenyewe anafundisha kutoka katika Mathayo 11:29. Anasema mimi ni mnyenyekevu. Mnyenyekevu neno la Kiswahili. Kiarabu mimi Muislamu. Ushaona? Kwa hiyo ni vitabu hivyo vimezungumza, isipokuwa mpaka uwe na ile ufahamu pana na ukuwe umeweka roho yako wazi ndio utapata kuelewa. Isipokuwa tu kitu ambacho kwamba utakuja kuangazia baadaye, baada ya hapa ni kwamba tuangalie je, huyo Uislamu wenyewe tunaposema kwamba hao manabii ama Uislamu iko ndani ya vitabu vya zamani tunakusudia nini? Ni kusudia kwamba Uislamu umetajwa, Uislamu ipo ama tunakusudia yale matendo? Nafikiri ndio tunakuja kuangalia katika hii sehemu ya pili. Kweli kabisa. Zikiwa ni 42 dakika zimekatika baada ya saa 2 majira ya Afrika Mashariki. Huo tu ni utangulizi na ndio tunapiga bismillah ya mada ya siku ya leo, Uislamu ndani ya vitabu. Tuko naye Sheikh Abbas na Sheikh Khalifa ndani ya studio. Mimi ni wako Abdul Hamid Suleiman. Iwapo utahitaji kuuliza swali lolote kama kawaida 0727444454 au 0738648881. Na naona tu jumbe zinatiririka hapa. Stiasti anasema asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Napongeza kipindi mno. Msalimu Sheikh Khalif rafiki yangu ajadi, anasema ni Ustadh Jamal Musa mambo wa Lumino Mumias. Kwa hivyo zimefika. Naona salamu zimeshaanza kufika. Muhimu sana. Atajua leo tuko Mumias sasa. Leo salamu ndio. Watu wangu wa Mumias wako locked sana. Shukrani sana wote ambao Mashallah. Na tukirudi kwenye mada, ningependa Sheikh wetu Sheikh Khalifa utujuze je, mwanzo wa dini ya Uislamu. Maana naona hapa pia kuna mkanganyiko. Baada ya kufahamu kwamba ni kweli dini sio na shauku, sio na shaka na kuiweza kuielewa kwamba Uislamu iko ndani ya kitabu kipi. Maana vitabu viko na tunaweza sema timing na muda.
Kuna vitabu vya muda wa Musa, kuna vitabu vya muda wa Daud, kuna vitabu vya muda wa Isa ibn Maryam, kuna kitabu cha wakati wa Muhammad. Kwa hivyo nadhani tukipata mwanzo wa dini tutaweza kupinpoint somewhere in history where are we, je inaanzia wapi. Kwa hivyo Sheikh wangu, Sheikh Khalifa, je, mwanzo wa dini ya Uislamu ni upi? Asante. Kwanza kuna dhana, ukiingia mitandaoni kuna watu wanajifunza dini na mitandao mbalimbali. Mtu anataka kusoma dini akitumia Google. Anataka kusoma Uislamu hasa mafundisho ya dini akitumia maoni ya watu. Sasa kwanza ni wahusie wasikilizaji ya kwamba Uislamu usome kupitia Qur'ani pamoja na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo utapata mwanga. Lakini kwenda kuangukia maoni, tena waandishi wenyewe wenye wanaweka maoni mitandaoni wanaweka chini majina yao. Majina maskini ya Mungu si ya Kiislamu, kumbe ni maoni tu. Sasa mwanzo wa dini ya Kiislamu, kwanza naweka paruanja. Dini ya Uislamu haikuanza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuanzisha wala kuuleta Uislamu, bali alikuja kuendeleza mfumo ambao Mwenyezi Mungu alikwisha kuweka tangu mwanzo. Tukiangalia neno Uislamu lina maana ya kujisalimisha, ya kwamba mtu anaposema mimi nimenyenyekea au nimejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, basi mtu huyu anakuwa ni Muislamu. Kwa hivyo huyu ni mtu aliyesalimu amri, ndio anaitwa Muislamu. Sasa mtu akiuliza Uislamu ulianzia wapi, chenye anauliza ni je, huku kunyenyekea kulianza na nani? Yaani huku kusubmit kwa Mwenyezi Mungu kulianza na nani? Bila shaka kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu kulianza na mwanadamu wa kwanza, baba yetu Adam alayhi salam. Hapo ndo Uislamu ulianzia, ya kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba yeye na akamuumba na mkewe Hawa, na akawaamrisha wawe ni wenye kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu na kufuata amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtu akiuliza je, huku kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu kulianza na nani, ndio Uislamu ulianza wapi? Basi kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu kulianza na mwanadamu wa kwanza ambaye ni baba yetu Adam alayhi salam. Tutaingia katika vitabu wakati mwafaka inshallah kabisa. Kwa hivyo tunasema mwanzo wa dini ya Kiislamu inawiana na mwanzo wa maisha ya binadamu humu duniani. Kweli kabisa, na ni muhimu sana kufahamu hivyo. Na watu tu yani wangependa tu kuulizama kujua pia katika ndugu zetu katika ubinadamu ambao ni Wakristo, labda katika vitabu vyao Uislamu ama dini ya haki imetajwa kuwa na tutaziita characteristics zipi? Unajua hatuwezi tu kuitaja ni dini ya haki ama ni dini iliyo sawa kwa sababu tu imetajwa. Je, dini ya haki ama dini ambayo iliyo sawa ambayo tunaona pia ilitajwa kama Uislamu katika 13:19, je, inakuwa na labda characteristics zipi? Inafikia viwango gani? Iko na vigezo vipi ili iwe dini ya haki? Kwanza dini ya haki ili kuwa ya kweli, kwanza lazima kwanza Mungu awe ameichagua. Ndio. Na vile vile awe ameweka sheria ama mifumo ambayo mifumo hizo lazima uifuate. Ndio. Na ya kwanza nafikiri kama tunavyoangalia, unajua tuache kuangalia Adam pale na Nuhu na nani. Sana tuangalie imani yetu katika kuanzia kwa Nabii Ibrahim alayhi salam. Nabii Ibrahim alayhi salam, unaposoma katika Qur'an, Mwenyezi Mungu alimwambia aslim, akasema aslamtu lirabbil alamin, silimu. Na pale ndio tunamuita kama baba wa imani. Na pia ukiangalia Uislamu, Kristo, Uyahudi wote wanamwangalia sana Ibrahim. Sasa Ibrahim yeye alikuwa yani, tukiangalia tabia zake na mienendo zake, na ndio Qur'ani ikasema kwamba hii Uislamu ni mila ya Nabii Ibrahim. Sasa huyu Nabii Ibrahim alikuwa na nini?
Nabii Ibrahim alipatiwa sheria na amri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheria, amri na hukumu hizo alizopewa ilikuwa ni sheria za Kiislamu. Ndio. Sheria hizo Nabii Ibrahim akafundisha watoto wake wanawe. Na ndio unaona ukisoma katika Qur'ani 2:130 ndio Mungu anawaambia Ibrahim aslim, akasema aslamtu lirabbil alamin. Watoto nao wakaja wakawa ni wenye kujisalimisha. Nabii Yakub alipokuwa anakufa akaambia wanawe, je, mtamwabudu nani? Wakasema tutamwabudu Mwenyezi Mungu Mola wako wa baba zako na Mola wa Ibrahim, na sisi tumejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Biblia inakubali hivyo hivyo. Ukisoma katika Mwanzo 18:19, hebu nisomee. Mwenyezi Mungu ashazungumza mambo ya Ibrahim zamani. Sasa mimi namjua Ibrahim. Kabla nisome, Naam. labda nisome hii Qur'ani 2:130. Naam. Na ni nani atajitenga na mila ya Ibrahimu? Naam. Isipokuwa anayeitia nafsi yake katika upumbavu. Naam. Na kwa yakini sisi tumemteua yeye katika dunia. Naam. Na hakika yeye katika akhera atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Ndio. Na Mola wake alipomwambia nyenyekea, yani silimu, alisema nimenyenyekea kwa Mola wa walimwengu wote. Ndio hiyo nilikuwa nimesoma haraka. Kwa hiyo alimwambia asli, akasema aslamtu lirabbil alamin. Amenyenyekea kwa nini? Amenyenyekea kwa sheria, kwa amri na hukumu za Mungu. Bimaana kitu muhimu ni kwamba Mungu ameweka mfumo, na hiyo mfumo ameiweka kupitia sheria zake, na hiyo sheria zake ni sheria za Kiislamu. Unapofuata sheria hizo automatic unakuwa Muislamu. Sasa na Ibrahim naye pia sheria hizo na amri hizo akafundisha watoto wake. Nisomee 18:19 hiyo Mwanzo. 18:19. Ndio. 18:19 inasema 18:19 inasema kwa maana cha nisongeshe karibu kwa maana naam, kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe. Hiyo ni 18:19. 19. Hebu anzia 18:18. 18 ama 18:17. 18:17. Ndio mzuri. Bwana akanena. Je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu, ndio hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Ndio. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana. Unaona, waishike njia ya Bwana, wafanye haki na kuhukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. Unaona, namjua ataamuru wanawe waishike njia ya Bwana. Njia ya Bwana bimaana zile sheria, amri na hukumu, kisha atende haki. Unaona, bimaana atawafundisha watu kutenda haki, atawafundisha wanawe sheria na amri za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Uislamu unaposema zile mikakati yake ni kufuata sheria na amri ya Mungu, kujinyenyekeza chini ya sheria na maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Hizo sheria zote unapojinyenyekeza kwake, ndio hapo unakuwa ushajisalimisha. Sasa hizo sheria sasa ndio tutaangalia katika vitabu kama zimetofautiana ndani ya hizo vitabu ama kama ziko sawa. Naam. Sawa kabisa. Najua umetaja masuala ya sheria pia. Naam. Ningerudi kwa Sheikh wangu Khalifa, labda tujuze tu, yani unajua tuko karibu kwenda mapumziko, lakini kwa dakika hizi chache zilizobaki kwa awamu hii ya kwanza, labda kuna sheria zipi ambazo zinafungamana na dini hii ya Uislamu ili kuifanya kwanza kabisa iwe ya haki, ama yani ni dini ipi? Kwa sababu tumetaja kuna masuala ya kufanya haki, kuna masuala ya kukuwa na amani, unajua. Labda hizi ni sheria zipi ambazo zinafungamana na masuala haya? Kwanza neno sheria lina maana ya amri. Ndio. Na amri inapotolewa basi inakuwa ni lazima ifuatwe. Na amri ya kwanza kabisa Mwenyezi Mungu ameweza kupitisha ya kwamba ni yeye anayestahili kuabudiwa peke yake. Moja katika sura ya Qur'ani 112 aya ya kwanza mpaka ya 4, Mwenyezi Mungu anaposema kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sema
kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, tena wa pekee. Mwenyezi Mungu ndiye tu anayestahiki kuabudiwa, kutegemewa na viumbe vyake vyote. Hakuzaa wala hakuzaliwa, na hakuna chochote kinachofanana naye hata kimoja duniani na akhera. Sasa hapa kwanza, Muislamu au mwanadamu yoyote lazima aweke katika akili yake kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayestahiki kuabudiwa peke yake. Sasa hapa hata ukiangalia katika mazingira ya kileo, dini moja ndiyo imebaki kumtakasa Mwenyezi Mungu kwamba ndiye anayestahiki kuabudiwa peke yake. Na bila shaka hii ni dini ya Uislamu. Dini nyingine utapata haieleweki kwamba Mungu ni nani. Wanamuona mtume kama Mungu. Na unajua wasikilizaji wanaotusikiza ni wengi tu. Kuna wale ambao wanadhana ya kwamba Waislamu wanamwabudu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hiyo dhana ni potovu. Waislamu tunamwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kwetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyo ni Rasulillah. Yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu tu, sio Mungu huyo. Pia katika dini nyingine tofauti tumejaribu sana katika kuwaeleza watu hasa kuhusu Nabii Isa alayhi salam kwamba yeye ni nani, lakini wengi wamekuwa ni wenye kukufuru na kusema kwamba huyo ni Mungu, mara ni mwana wa Mungu. Sasa hii kwanza inaondoa, yani inamharibia Mwenyezi Mungu sifa yake. Lakini Uislamu umeweka sifa ya Mwenyezi Mungu kusimama jinsi anavyofaa, kwamba yeye tu ni yeye peke yake anastahiki kuabudiwa na kutegemewa na viumbe vyake vyote. Na huyu Mwenyezi Mungu hana mjomba, hana shangazi, hana mama, hana baba, na ni yeye tu anajitegemea peke yake. Katika yeye ndiye ameumba vitu vyote, wala hajasaidiwa na kiumbe chochote katika uumbaji. Sasa tunaposema sheria, katika sehemu yote lazima kuwe na sheria. Kweli. Hata chooni nadhani kuna kanuni za kuingia chooni. Kweli. Mahali popote lazima kuwe na sheria. Sehemu yote isiyokuwa na sheria, hata mimi nilipokuwa naingia hapa katika Radio Iqra, nadhani pia nimekutana na sheria mlangoni. Kila sehemu huongozwa na sheria zake. Sasa kuna baadhi ya wasikilizaji au baadhi ya binadamu huona kwamba dini ya Kiislamu ina sheria kali. Sasa sheria gani hii? Sheria inasema umwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Sasa inakuwaje kwamba sheria hii inakuwa ni ngumu? Kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake inakuwa na ulazima gani mpaka umwabudu pamoja na viumbe wengine? Sasa Uislamu unakataza shirk, ya kwamba binadamu anafaa amwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Na binadamu yoyote anayethubutu kukiri ya kwamba hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayefaa kuabudiwa, mtu huyu anakuwa yeye tayari ni Muislamu moja kwa moja. Huyo mtu anakuwa hata asipokuja msikitini, huyo ni Muislamu tu aliyekataa kuswali. Bila shaka akishaweka katika moyo wake ya kwamba ni Mwenyezi Mungu anayefaa kuabudiwa na asimshirikishe na chochote, basi mtu huyo yeye anakuwa ni Muislamu. Naam. Aha, sawa kabisa. Na kuna swala hapa ambalo linafungamana na mwanzo wa dini ambalo ningependa kukuelekezea wewe Sheikh Abbas. Tunajua kwamba ndugu zetu katika ubinadamu, wataniruhusu niwaite hivyo, pia wao angalia historia yao, wanasema Ibrahim ni baba wa imani, jinsi ulivyotaja kwamba Ibrahim aweza kuslimu. Na kuna kuja tofauti hapa kati ya Ismail na Ishaka, lakini labda je, upande wao inakuwa wao walipotea wapi ama wanakosaje hii definition ya dini ya haki? Okay. Dini ya Nabii Ibrahim na dini ya Ismail na dini ya Ishaq ni moja, ni dini ya Uislamu. Na Uislamu imekuwa tu pale siku zote Uislamu imekuwa, mpaka hata alipokuja Nabii Isa alikuwa ni Muislamu. Kuja kupotea na mambo kuja kuharibika ni baada ya Nabii Isa alayhi salam kuja katika ulimwengu akaondoka. Baada ya kuondoka tu ni kama miaka 14 ndio mambo yalianza kuharibika. Ndio pale alikuja mtu mmoja anaitwa Paul, akaharibu yale mafundisho, akaweka sasa dini yake anaitaka yeye. Baada ya Paulo kufanya hivyo, Wayahudi wakaona kwamba hii dini hatuendi sawa nayo,
Hii si ile madini ambayo kwamba sisi tunazijua kutoka kwa mababa zetu. Wao nao wakaanzisha kitu kinaitwa Judaism ili ku counter attack Christianity. Kwa hiyo hapo ndo vitu zikaanza kutoka. Ndio kulikuwa dini zingine za kishirikina kando kando. Lakini hizi dini mbili ambaye tunahusisha na Nabii Ibrahim zote zimekuja baada ya Uislamu, sio kabla. Na hiyo ndio kitu watu wengi hawajui. Watu ufikiri Uislamu umeanza na Muhammad. Hapana. Uislamu iko tangu kwa Nuhu, tangu kwa Nabii Adam. Ibrahim alikuwa ni Muislamu kama tulivyosoma pale. Watoto wa Ibrahim wote walikuwa ni Waislamu. Wale watoto 12 wote walikuwa Waislamu. Musa alikuwa Muislamu na wengine wote, na ushahidi ziko katika vitabu. Sawa kabisa. Yanaitwa maelezo ya kueleweka kutoka kwake Sheikh Abbas Athman. Zikiwa ni 59 dakika zimekatika baada ya saa 2 majira ya Afrika Mashariki, kutoka tukienda kidogo kwenye pumziko fupi, lakini kabla hatujaenda, na washukuru wote ambao wamekuwa kiungana nasi moja kwa moja hapa kupitia ujumbe. Anasema assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema my name is Abdul Aziz from Isli. Mashallah, Allah awazidishie nyote kwa studio. Amin. Amin pia kwako. Na pia hapa pia kupitia ujumbe anasema nani huyu? Sheikh Ramadhan Sikoyo anasema kipindi kipo locked, Ikra ndiyo nyumbani. Allah awajazieni kwa kazi kuntu mnayofanya, radio zaidi ya radio. Shukran sana Sheikh Ramadhan Sikoyo. Na pia ningependa pia kushukuru nani wote ambao wamekuwa kitutegea, Hezron Juma pia na kuona ambao wamekuwa kitutegea kwenye awamu hii ya kwanza, na pia wote ambao wamekuwa kitutegea. Usikwende mbali, tunapata pumziko fupi kisha tunarejea kwenye awamu ya pili, ambayo awamu ya pili huwa tumeielekeza mahsusi kwa ajili yako wewe msikilizaji uweze kupiga simu moja kwa moja iwapo utakuwa na swali lolote lile uweze kuuliza, ili tuhakikishe kwamba unaweza kunufaika zaidi kutoka kwa swali. Maana yake wanasema pale mwalimu akinogesha zaidi, akikufunza, kuelimisha, pia unauliza swali ili uongeze manufaa zaidi, uongeze upevu zaidi. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman, usikwende mbali, narejea muda usiokuwa mrefu. Jinsi tunavyoweza kutaja, na sasa ni awamu ya pili ukiwa nami mwendesha kipindi wako Abdul Hamid Suleiman. Kumbuka kupitia 0727444454 au 0738648881 unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja iwapo utakuwa na swali lolote. Tena kupitia ujumbe hapa anasema assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Napongeza kipindi, alafu elezeeni wenzetu wazi kwamba Paul aliwaua wafuasi wote wa Nabii Isa alayhi salam na akaharibu vitabu vyao ndio ajifanye mtume. Huyo ni Harun. Sasa hilo ni la kuhakikisha, nadhani masheikh wetu mmelipata hilo swali na mtakuwa wa kuhakikisha ama mtatoa taarifa zaidi kuhusiana na swala hili ambalo anauliza kwamba Paul aliwaua wafuasi wote wa Nabii Isa alayhi salam na akaharibu vitabu. Huyo ni Harun hapo kwa ujumbe wake. Na pia hapa anasema assalamu alaikum, napongeza kipindi, naomba kaswida nayo alama. Ni Ajia kutoka Kibra. Shukran sana Ajia kwa kutegea kipindi cha siku ya leo. Na pia hapa kupitia 0727444454 anasema ni Mama Rukia hapa kutoka Kayole. Shukran sana Mama Rukia kutegea kutoka Kayole. Nimetulia hapa na mzee wangu Jamala Mambo pamoja na wanangu Sauda, Rukia na Aisha. Ikra ndio kwetu kila siku, kila ayami. Ikra ndio kwetu, tunakunufaisha, tunakuelimisha, tunakukumbusha yote kwa ujumla. Na hapa ni pia anasema kupitia ujumbe kwamba habari ni Maina, nimepata mashauri mazuri sana, mimi nataka kuwa Muislamu, niko Githurai 45. Mashaallah. Allahu Akbar. Sasa huyo ni Maina amesema anataka kuwa Muislamu, hapo ametoka maeneo ya Githurai 45. Na huo ndio wakati na wasaa wa kuipa maana kipindi hiki, manake pale tunapoifikia jamii ndo tunapata maana zaidi. Nadhani nitakuachia Sheikh wangu Sheikh Abbas Athman uweze kumuelekeza Maina kuhusiana na jinsi atakuwa akielekeza. Na anasema anafurahi sana kujua ukweli, anajisikia huru, amejitokea. Kwa hivyo Maina atakuwa tukikupikia muda usiokuwa mrefu ili aweze kuslimu, maana unajua hili ni jambo adhimu, ni swala takatifu. Allah ameweza kumjalia muinua kifua, akamjalia pia sio macho tu ya kulinda kichwa, bali macho pia ya moyoni. Maina, assalamu alaikum. Waalaikum salam.
Mimi ni Abdul Hamid Suleiman kutoka Iqra FM. Na nimepata ujumbe wako kwamba ungependa kusilimu. Na sasa ningependa tu uongee naye Sheikh wetu hapa studioni ambaye ni Sheikh Abbas Athman, atakuelekeza jinsi utakavyofanya. Haya, Sheikh Abbas, bismillah. Haya sawa. Maina. Ndio, habari gani? Mimi niko salama. Nashukuru Mungu. Naona umeamua kusilimu, sio? Okay, sawa. Hiyo umeamua ndio decision nzuri. Umefanya decision ambayo kwamba ni ya maana. Wala hujapoteza chochote kwa sababu hiyo ambayo kwamba uliamua ndio njia na ndio dini ya manabii. Sana mimi nimeona kweli mwenyewe. Okay. Nikaona usaidi. Okay. Sasa kusilimu utatamka maneno haya nyuma yangu, alafu baada ya kutamka maneno haya utakuwa tayari ushakuwa Muislamu. Sawa Haya, rudia baada yangu. Sema hivi, sema bismillahi. Bismillahi Rahman Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Tayari ushakuwa Muislamu. Rudia maneno haya ili ujue nini uko unasema. Sema nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja, na ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa maneno haya tayari ushakuwa Muislamu. Madhambi yako yote Mwenyezi Mungu amefuta. Wewe sasa ni kiumbe kipya kabisa. Ukishakuwa Muislamu, jambo lingine linafuatia ni jina. Pengine ulikuwa unasema niko Muislamu, ningependa kuitwa hivi ama ningependa kuitwa vile. Kuitwa Suleiman, ule kuitwa maarifa Suleiman. Suleiman. Yes, unaupaka Mungu sana hiyo maarifa. Okay, kwa hiyo sasa jina lako utaitwa Suleiman Maina. Hiyo Maina usiitupe. Ile ya kizungu tu ndio utupe, lakini Maina ile ya nyumbani hiyo inabaki. Sawa. Sasa umesema kwa Githurai, sio? Ndakuja nikutafute kule, nikupe vitabu, kuna vitabu ziko, ndakuletea pia kanzu. Inshallah, sawa. Ndachukua namba yako alafu ndakutafuta. Pahali huko si unaona kunajua kuna msikiti? Mariam. Sasa utaenda hapo waambie umesilimu, wakupatie masomo, utapata pia masomo bure. Watakuelekeza. Watakupa maelekezo zaidi. Wakati wote. Usiogope kuingia. Ile ni nyumba ya Mungu, wewe uko free. Lakini bado mimi mwenyewe pia ndakutafuta. Sawa, asante. Shukran sana Suleiman Maina kwa kuwa Muislamu. Allah akujalie, akufungulie neema zako, akuongoze katika dini hii iliyo nyooka. Na nadhani Sheikh wetu utakuwa ukifuatilia swala hilo. Unajua uzuri sisi hatusilimishi tu, tunafuatilia ukisema kwamba amepata mazungumzo, amepata kila kitu. Exactly. Wacha nipokee simu moja hapa Iqra FM. Hello. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwogi. Asante sana kwa kunifahamu. Ndio Mwogi, karibu sana kwenye kipindi. Nilikuwa nasema hivi. Ndio Mwogi. Kila mtume alikuwa anaashiria Uislamu, naona. Ndio. Hata Nabii Yusufu alisema tu hivyo. Ndio.
Alafu Ndio. ukisoma hata ukisoma Mathayo Mathayo 24 24. ukiangalia Yesu alisema hivi, Ndio. na watakuja makristo, yani makristo wa uongo, Ndio. na kufafanua wale wa ukweli, unaona. Ndio. Na tena ukiangalia dini ya ukweli ni Uislamu, manake Yesu alikuwa Masihi, manake ni mpakani mafuta. Hata ukiangalia Ndio. Isaia 55:15, Isaia 55:15. hapo inataja wale ambao wabaya, alafu inasema hivi, Bwana atawateua watumishi wake, Ndio. watakayapa duniani, wataapa kwa Mwenyezi Mungu wa ukweli, watajibariki kwa Mungu wa ukweli. Ndio. Sahi tukisema ukweli, wale ambao wanaapa kwa ukweli ni Waislamu. Manake Wakristo hakuna kuapa, ni kukule tu ile chuki. Kwa nini kwa Wakristo, naona? Ndio. Kwa hivyo manake walijiita jina ambalo hata Mwenyezi Mungu hajawahi waita, manake mwenye aliitwa tu hivyo ni Yesu Masihi wa Mwenyezi Mungu peke yake. Sawa kabisa Mwoki. Haya, shukran sana kwa maoni yako. Huyo ni Mwoki. Kumbuka tu msikilizaji, 0727444454 au 0738648881 unaweza kutuma ujumbe wako na kutoa maoni yako kuhusiana na mada ya leo ya Uislamu ndani ya vitabu. Iqra FM. Halo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah bila. Mimi ni Abubakar kutoka Karatina, mji wa Malaidi. Naam, Abubakar kutoka mji wa Karatina, karibu sana kwenye kipindi cha Risala. Alhamdulillah bila alamin. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa vile tunavyotusomesha na vile tunavyoelimika, na naongeza wasio Waislamu wale wote ambao wanawasikiza hiyo kipindi wawe makini sana kusikiza, manake wengi wanapata elimu kutokana na hii dini ya Kiislamu, na pia wengi pia wanapata mawaidha kutokana na hii dini ya Kiislamu. Na mimi swali yangu ni hili. Tumeona katika Qur'ani katika 3:16 Mwenyezi Mungu anasema inna dina inda al-Islam. Ikiwa Uislamu ni dini, ikiwa jina Uislamu lenyewe ni dini ya Mwenyezi Mungu, Ndio. hilo jina limepatikana kwenye Biblia, ambayo ni kitabu cha Yakobo 1:27. Yakobo 1:27 ndio. Lakini pale hawajasema dini, hawajasema Uislamu, wametaja dini. Maana kwenye Qur'ani wamefafanua vizuri sana, wamesema inna dina inda al-Islam. Islamu ni dini. Jina Islamu yenyewe ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Na ningependa sana huu shaka wetu pia fafanulie zaidi Yakobo 1:27. Sawa. Na Timotheo wa pili 2:16 inatuonya sana, inaonya watu sana wajiepushe na maneno ambayo si ya dini. Kwa hivyo wale ambao si Waislamu na sisi ambao ni Waislamu pia inatuelimisha sote katika haya maneno ya kwamba sisi wenyewe tunafaa tushikamane na dini yetu na tufuate yale Mwenyezi Mungu anayotuamrisha ili tupate kupata sirata mustaqim kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ina dini dalil Islam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbil alamin. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hivyo tenga anga mpaka maeneo ya Karatina, amelita jiji la wahalifu. Shukrani sana kutoka maeneo ya Karatina. Kuweza kutegea KFM na kipindi cha Risala, zikiwa ni 21 dakika. Kumbuka msikilizaji, ndio muda wa kana wakati ambao unaweza kupitia 0727444454 au 073864818881 unaweza kutuma ujumbe ama upige simu moja kwa moja uweze kuuliza swali lolote. Na nimeona kuna watu ambao wanahitaji maelezo. Isaia 55:15 utaniangalia mwalimu wangu, na Yakobo 1:27 na Timotheo wa pili 16. Acha tupokee simu nyingine hapa. Nadhani kidogo teknolojia inachanga hapa nani, lakini mambo ndio kama hayo. Kumbuka msikilizaji, 0727444454 au 0738648881 0727444454 or 0738648881. Nadhani Sheikh wangu Sheikh Abbas na kuona tayari
umeshajikwita, una tayari kueleza maelezo ya kueleweka. Naam. Kwanza nipokee simu alafu tuendelee. Ikra FM, halo. Hello, Ikra FM. Naam, karibu sana kwenye kipindi cha Risala. Ni nani unapiga ukiwa wapi? Habari zenu hapo kwa studio? Shukrani. Habari zetu ni salama sana, labda zako. Ndio hapo zipo salama. Ndio. Huyu ni Captain Ibrahim Traore. Naam, captain, karibu sana. Na kusikia vizuri nikiwa na African Teacher. Tumesimamia hapa Timbo Roa. Ndio. Kwanza nashukuru Mungu kwa kuniwezesha kuiona siku ya leo na masaa muhimu kama haya. Alhamdulillah, shukrani. Kiingia kwenye mada, Ndio. nimesikia mwalimu anasema hapo ati dini ya Uislamu ni dini ya Abrahamu. Hapo amesema ukweli. Ndio. Maana hata Biblia ni vile tu unajua watu wengi hatufuatilii mambo ya Biblia sana. Biblia ni kitabu mzuri. Ndio. Na imefunza watu vizuri sana. Lakini sasa shida, unajua tukienda kanisani tunaambiwa tu Yesu alikuvia watu wakafufuka. Hiyo ndio maneno inafundishwa pale, ndio maana tunapotea. Basi ingekuwa inafunza tu direct ingekuwa mzuri. Maana hata mahali unazao sijamata kwa akili. Ndio. Pale mahali shetani alikuwa anajaribu Yesu. Aliambia Yesu, ukinisujudia kuna uwezekano nitakupatia tauni yote. Ndio. Yesu anamwambia maandiko ni Mungu anafaa kusujudiwa peke yake. So I think ibada ya Mwenyezi Mungu ni kusujudu. Ndio. Hata mimi huanga na sujudu ingawa mimi si Muislamu. Na mimi si Mkristo. Mimi huanga na sujudu. Sasa swali yangu, niko tu na swali moja nataka kuuliza hapo mwalimu. Ndio. Leo iko nje ya mada kidogo. Hamna neno. Unajua tunaambiwa kwamba sisi wote tumetoka kwa Adam. Ndio. Na tukitrace mzuri, kizazi chenye kiko kwa ardhi hii saa hii ni kizazi cha ule kijana wa Abraham anaitwa Seth kulingana na Biblia. Ndio. Na hizo kizazi imekuja mpaka kwa Noah. Noah kikakuja, sasa tena kikaishia kwa Noah hapo, Noah akakuja, kikaishia kwa Abraham wakati Sodom na Gomora ikachomwa. Ndio. Sasa ikawa sisi ni kizazi cha Abraham. Sasa kwa Abraham hapa ndio kuna kizungu mkuti. Maanake unajua Mwarabu akitrace roots zake anatrace kwa kijana Abraham anaitwa Ismail. Wazungu wao wanasema wanatrace kwa Isaac. Sasa sisi tunatrace roots zetu kutoka kwa Abraham wapi? Hiyo ndio swali mimi nataka walimu wanijibu, na tafadhali wanijibu, waache kushortcut maneno. Sawa kabisa. Wajibu tu direct, tumetoka kwa kizazi cha Abraham mtu fulani fulani. I think ndio kitu ya muhimu, maana shortcut maneno hiyo inaeleweka. Haitaeleweka kweli kabisa. Shukrani sana. Ni Captain Ibrahim Traore kutoka maeneo ya Timbo Roa anavyosema kwamba swali ametoa, maoni ametoa kuhusu kusujudu na ibada jinsi ya kufanywa. Lakini hili swali lake ni swali zito. Amesema kwamba anataka maelezo, sisi tukitrace roots zetu kwa Abraham inakuaje? Maana Waarabu wanasema sijui ni Isaac, Waislamu wanasema ni Ismaili, hivyo kwa hivyo inakuaje? Sisi tunaenda kwa upande upi? Kwa hivyo andaa jibu kwa Ibrahim, na amesema msikate shortcut. Ikra FM, hello. Hello Ikra FM. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala. Ni nani unapiga ukiwa wapi? Mirindini ya sauti, ni sauti ya Lukman. Naam, Lukman, karibu sana kwenye kipindi cha Risala. Shukrani sana. Ndio. Mwanzo kipindi kikianza, shekhe pale kuna jambo alisema, lakini kidogo mimi ningependa nifafanue. Ndio. Kasema Mtume Muhammad alikuja na Uislamu. Na mimi nakubali 100% Mtume Muhammad ndiye kaja na Uislamu katika zama hizo zake, lakini sasa kuna mambo mawili hapa hayafahamiki vizuri. Ndio. Kuna baadhi ya watu wakisikia amekuja na Uislamu wanaelewa ameanzisha Uislamu. Haya ni mambo mawili tofauti. Kuja na Uislamu na kuanzisha Uislamu ni mambo mawili tofauti. Ningependa hata shekhe pale kidogo pia atafafanua, lakini mimi nikifanya tanbihi kidogo ningependa kuelezea kwamba leo katika kijiji chetu ukisikia fulani amekuja na pikipiki, haimaanishi yeye ndio wa kwanza kwa ile pikipiki. Ndio.
waweza kuja na pikipiki hali ya kuwa kuna wengine walikuwa na pikipiki. Kweli. Kwa hiyo tukiangalia vizuri, kwa mfano uliokuwa hai, nikisema kama nikitumia mfano huo wangu, nikisema fulani amekuja na V8 katika mtaa wetu, Ndio. ni kumaanisha yeye amekuja na V8 katika mtaa wetu, lakini kuna uwezekano kuna mtu mwingine ana V8 na yeye. Kwa hiyo Mtume Muhammad kuja na Uislamu haimaanishi kaanzisha Uislamu. Kunao walikuwa kabla Adam, Nuhu, Musa, Isa, Zakaria, Yahya, walikuwa wamekuja na Uislamu pia. Kwa hiyo ningependa pia kidogo afanye tanbihi tofauti ya kuja na Uislamu na kuanzisha Uislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafurahi sana kwa jinsi Luqman leo alivyoingia ni studioni, ni kutukumbusha, kutuongezea. Yani Sheikh ameshasema hili, lakini kuna hili swala kidogo linaleta mkanganyiko kwenye hali ya sawa. Kwa hivyo anatuongezea maarifa zaidi, na ndio tunafurahi zaidi tukiletewa taarifa kutoka kila yani maoni kadha wa kadha. Ikra FM, halo. Naam, Mwoki. Nataka kuuliza hivi. Ndio. Kuna hao wanaitwa Judaism. Ndio. Na kuna hao wanaitwa Zayun. Ndio, Zayun, ndio Zionist. Haya, na kuna wengine wanaitwa Masadukayo. Nataka mwalimu anifahamishe hizo ni ndini, hizo ama ni ndini za huko manake unajua kuna Waislamu na kuna ile kabila, unaona? Ndio. Na ndio nataka nifahamishe au Mazayun na Judaism na Masadukayo. Ndio. Hivyo. Sawa kabisa. Huyo naye ni Muoki hapo akitaka tu maelezo zaidi. Nadhani kuna maswali yameulizwa, tukianza na vitabu ambapo wangetaka maelezo zaidi. Nadhani kwa mtiririko wa jinsi yalivyoulizwa, nadhani tukiajibu itakuwa muhimu sana, maana tuna takriban nusu saa na simu pia nazo zinaendelea kuingia. Unajua Ikra FM, halo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala. Ni nani unapiga kwa? Na Burhan kutoka Baba Dogo, karibu sana. Tafadhali haraka tu. Mimi huyu travel nataka ku. Naam Burhan, sikupati. Nadhani kidogo hali kidogo hapo inasumbua kidogo. Labda Burhan ukinipigia tena kupitia 0727444454 au 0738648881 itakuwa nikichukua jibu ama simu yako. Ikra FM, halo. Naam, Ikra FM, karibu sana. Mimi ni Anton Dolo kutoka huko Mwala. Naam, Anton Dolo kutoka maeneo ya Mwala, karibu sana kwenye kipindi cha Risala. Asante sana bwana. Unajua mimi naambia watu, ndio, ninyi ni kama mmetumwa na Mungu, kwa sababu ukienda upande wa Kristo, ndio, unapata kuna maandiko wapendi ujue Biblia. Ndio. Kwa sababu unapata kama Catholic unaambiwa mtu usimuite baba. Ndio. Unapata Timothy inasema bishop aowe mke mmoja na wao hawaoi. Ndio. Ndio hawapendi tujue Biblia kama nyinyi. Na sasa mimi najiuliza. Ndio. Yesu hakuna mahali amejizibu akasema yeye anatokana na Mungu. Kweli? Hata ukisoma John chapter 8:48 Yesu anasema mnaniharibia heshima kwa baba yangu. Ndio. Sababu unapata vile mmesema wamechanganyikia watu hawajui Yesu ndio Mungu, Mungu na Mungu. Unasikia wanasema wameomba kupitia kwa jina la Baba, kupitia kwa jina la Yesu na kwa Baba. Sasa unashangaa na anarudi anasema Yesu ndio Mungu. Unashangaa ni wapi hiyo? Ndio. Asanteni sana kwa mafundisho, endeleeni hivyo hivyo. Shukrani sana Anton Dolo kutoka maeneo ya Mwala. Nadhani pia Burhan alikuwa na maoni yake. Sasa kidogo nadhani mitabendi kidogo inasumbua, lakini akinipigia itakuwa muhali sana. Ikra FM, halo. Ikra FM, halo. Halo. Naam, karibu kwenye kipindi cha Risala. Halo Ikra FM.
Aha, ameweza kutoweka hapo. Nadhani simu yake tutakuwa tukipata mwendo usiokuwa mrefu. Acha nipokee simu nyingine, mtaruhusu walimu wangu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bila na mimi ni Abubakar, nimerudi tena kutoka Karatina, mji wa Magaidi. Ndio. Nauliza hawa ndugu zetu ambao si Waislamu ambao wanasikiza hiki kipindi na ambao ni Waislamu, tujueni ya kwamba wasio Waislamu hakuna mahali kwenye Biblia inayosema ya kwamba Ukristo ni dini ya Mwenyezi Mungu. Ukristo ni dini ya Mwenyezi Mungu, hakuna. Lakini kama kuna yeye ambaye kuna habari kuhusu ama Ukristo ni dini ya Mwenyezi Mungu, tunaomba pia piga simu atufahamishe zaidi, lakini kwa uhakika 100% hakuna. Lakini ndani ya Uislamu tumekuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hivyo tunauliza wasio Waislamu wajiunge na sisi kwa bila kulazimishwa, wajisalimishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pia nimepita ile iko Yakobo 1:27 na Timotheo wa pili 2:16. Sawa kabisa. Kwa hivyo tukielimika inshallah itakuwa ni heri zaidi, itakuwa ni bora kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ikrah din, inna dina ila al-Islam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abubakar kutoka maeneo ya Karatina. Nadhani nitawaruhusu mashehe wetu muweze kupokea tu maswali haya, maana naona kuna Isaia 55:15 inahitaji maelezo. Yakobo 1:27 Abubakar amesema kwamba anahitaji maelezo, nadhani tukiwasomea na pia kueleza, na Timotheo 2:16 nadhani maandiko hayo umeweza kuyanukuu ama kuyafungua ili uweze kutoa maelezo. Ikra FM, halo. Wacha tuwapeni nafasi. Ndio. Ujibu swali, lakini tafadhali kuna maandiko kwa Biblia ambaye naongea kuhusu kizazi cha Ibrahim. Kuna Kinaana, Ndio. Sasa ukiweza kutafuta hiyo utakuwa mmejibu huyu Traore. Sawa kabisa. Ni Burhan anasema kuna maandiko ambayo yanaelezea vizazi vya Nabii Ibrahim. Kwa hivyo anasema tukitafutia hilo itakuwa muhali sana. Na nadhani uko tayari kulingana na maandiko. Naam. Sawa kabisa. Nipokee tu simu ya mwisho kisha tuingie. Ikra FM, halo. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala. Ni nani unapiga ukiwa wapi? Naitwa Joel kutoka Tasia. Naam, Joel kutoka Tasia, karibu sana. Nilikuwa na maswali mbili. Ndio, tafadhali. Kuna kitabu cha Mark 5:40. Mark 5:40. Yeah. ambapo kuna lugha Yesu alifanya kutumia, Ndio. akiamsha mtoto wa Jairo wakati alikuwa amekufa. Alafu kuna John 16. Ndio, John 16 toka 7. Kuna ile inasema kuna mtu ambaye Nabii Isa alikuwa anafaa kutuma. So hapo anafaa mniafafanulie. Ndio. Alafu jambo la tatu. Ndio. Sasa nimeamua rasmi. Ndio. Kusilimu. Mashaallah ndugu Joel kutoka Tasia, ndio muda mwafaka sasa kama umeamua, yani tayari na kuelekeza kwa Sheikh wangu Sheikh Abbas Athmana kuelekeze zaidi. Mashaallah. Okay. Haya basi, bismillah. Ndio ndugu yangu, habari gani? Nzuri. Umeamua kusilimu pia, umesikiliza, umefuatilia? Nafuatilia sana. Naamua leo kusilimu. Naona venye nitapata mafunzo. Okay, sawa. Sasa hiyo umechagua uamuzi bora. Yeah. Kwa hivyo kusilimu tu, utafuatilia maneno haya nyuma yangu, basi utakuwa Muislamu. Okay, asante, nashukuru. Na kwa kutamka maneno hayo, ukishamaliza kutamka, Mwenyezi Mungu anakufutia madhambi yako yote, unakuwa kiumbe kingine kipya. Nashukuru. Sawa. So rudia maneno haya nyuma yangu. Sema Yeah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Sema nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa
kwa haki kwa haki ila ila Mungu mmoja, Mungu mmoja, na ya kwamba Muhammad ni mtume ni mtume wa Mwenyezi Mungu. wa Mwenyezi Mungu. Kwa maneno hayo ushakuwa Muislamu Amina. na Mwenyezi Mungu amekufutia madhambi yako yote. Nashukuru. Unasema uko wapi? Kotasia. Uko Tasia? Ya. Tasia sio mbali hapo, naweza kufikia haraka sana. Tasia pale Ya. nadhani kuna misikiti miwili hapo. Tasia kuna misikiti miwili sijui mitatu. Nasikianga zikiadhini. Ngazi ya fikiri ya tabu sijakaa sana pande hii. Haujakaa pande hii. Nafikiri kuna 2 ama 3 kama sijakosea. Ya. Ndio. Mmoja imamu wake anaitwa Sheikh Yusufu. Sasa Ya. ukishasilimu inayofuatia pili ni jina. Jina. Kuna jina gani ambayo kwamba labda ulikuwa unasema nikisilimu ningependa kuitwa jina hili? Mimi nilikuwa nataka Ramadhani Musa. Ramadhan Musa. Ya. Ulikuwa unaitwa nani zamani? Kwanza Joel Mwavini. Joel Mwavini. Ya. Sasa sawa ni kuitwa Ramadhan Mwavini. Ya. Ile jina yako Mwavini usiiwache. Okay, sasa. Sasa ile Joel ndio unaachana nayo. Okay, sasa. Ni sawa Ya. Sasa nitachukua details zako alafu nakuja kuletea kitabu, nitakuletea na kanzu pia. Okay, asante. Alafu pia tutaona vile unaweza kudirect kama ujui pale. Tutakuja kuunganisha na mwalimu wa pale, nitakuja kutafuta tukuunganisha na mwalimu wa pale ili upate masomo bure. Ya. Ndio. Mnaweza nialika studio sababu hata mimi najua area hiyo. Sawa unaweza kualika. Tutakualika. Sasa mniambie ile siku naweza kuja nikuje kama ni kanzu nikuje nichukue mnivalishe nivae kanzu. Ya. Sawa acha utakupigia. Okay, asante. Ijumaa ijayo. Tuseme Ijumaa ijayo. Acha utaongea hapa na Sheikh Abdul Hamid akuelezee. Shukran sana bwana Ramadhan kwa kuwa Muislamu. Allah akutakabalia, akuelekeze, akuongoze katika njia hii mpya ambayo umeweza kuifanya. Na Sheikh Abbas atakufuatilia ambayo, na pia tunakushukuru kwamba yani tunafurahi kwanza kwamba Iqra imeweza kuongoza katika hali ya haki. Kwa hivyo wewe jizatiti tu kwenye kuongeza masomo zaidi, yani kuongeza elimu zaidi kuhusiana na dini yako. Endelea kutegea Iqra FM 95.0 kwa sababu kuna kuwaga na mawaidha pia na masomo wakati wowote ule. Shukran sana na congratulations to you. Inshallah. Inshallah Sheikh Abbas atakufuatilia, tukupigia simu tukujuze zaidi. Asante, nimeshukuru. Takbir. Allahu Akbar. Na unasikia siku njema huonekana asubuhi, lakini hapa Iqra tunasema siku njema huonekana risala ikianza kurindima hewani. Mashallah, alhamdulillah. Wala namuona pia hapa kupitia ujumbe Nora. Anasema kushukuru neema ya Uislamu, jinsi watu wanaweza kuslimu siku ya leo. Mashallah. Nora pia ananifuatilia sana kwa YouTube. Kweli kabisa. Iqra FM, hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee Abdi kutoka maeneo ya Limuru. Alhamdulillah, habari ya studio? Alhamdulillah, tunashukuru. Labda yako. Mashallah. Nilisikia leo. Najua kipindi hii ni kama Kristo iko kwa studio ndio sasa ndio inawaka moto. Lakini leo safi pia mashekh waliuliza tu, walijibu tu vizuri, walieleza. Kwanza leo Limuru watu kama watu ile umekuwa Muislamu, umesilimu, tumeshangaa sana. Watu imeshaona kweli kabisa. Wameshaona kweli kabisa dini ya kweli. Mungu imeonyesha dini ya kweli. Na hawa mapasta ilikuwa iko na nyinyi pamoja. Sasa wameogopa, hata wametoroka moja. Unaona sasa kitu kama hii. Kweli kabisa wamedanganya watu, alafu akimwambia Waislamu akatoa kitabu imefafanulia mzuri. Kina Sheikh Abbas alifafanua mzuri, alionyesha. Akaogopa, alafu wacha mimi niende na tarudi siku nyingine.
Inaona sasa kitu kama hii. Hii ni dini, hii ni kweli kabisa, maanake dini ya kweli. Angalia juzi tu Kakamega, kuna mwanamke mmoja anasema mimi nimezaa Yesu, mimi ni Mariam nimezaa Yesu, kwa hivyo mimi ndio naitwa Mariam nimezaa Yesu. Naona sasa kitu kama hii. Inaona kitu kama mimi sijalala, hata mimi na bwana yangu hata mahali moja, na iko na watoto watatu. Unaona sasa porojo upuzi kama hii. Sasa kwa hivyo Allah kujalie Sheikh wetu Sheikh Abbas, Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu amepewa kifua yake dini, alafu siku ya kiyama sisi wote tunakutana kwa Jannatul Firdaus. Allah tujalie inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana mzee Abdi kutoka maeneo ya Limuru kwa maoni yako hayo. Na hapa anasema assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa barakatuh. My name is Abdul Aziz Slim, mashallah. Takbir kwa Joel na Maina. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Naona Joel na Maina wamefurahikiwa kwa kuwa Waislamu, manake nakaribisha sana, yani kwa moyo mkunjufu ili waweze kunufaika na kazi kwako Sheikh Abbas. Tumekuachia tuendeleze, lakini hatujakuachia, tuko nao pamoja hapa kuwafunza zaidi. Naam, Isaya 55:15 inahitaji maelezo. Yakobo 1:27 labda kati ya maandiko hayo na Timotheo 2:16 pia ni baadhi ambayo hizo ambazo kwamba amezitaja. Kama hiyo Timotheo wa kwanza amekosea, itakana Timotheo wa kwanza 1:20. Ilikuwa sana 2:16, nitakana 1:18 mpaka 20. Inasema ni 6:20 sio 1. Itakana 6:20 kwamba maneno ambayo kwamba si ya kidini, yeye anataka pale kwa dini. Ujiepushe naye. Yaani close yake ni dini. Na pia Yakobo 1:27 inasema kwamba dini iliyo safi. Kwa hiyo yako kwa dini. Sasa sema dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hapa pale sema dini iliyo safi. Kwa hiyo yeye anataka kuleta idea nilivyomfahamu kwamba wapi Ukristo umetaja kama ni dini. Hiyo ndio kitu ambacho kwamba alikuwa anaelekea. Kitu important ambacho nikuja nigusa. Kwanza kabla niendelee sana, nimefurahi kwamba juzi kwanza BBC wametangaza kitu moja safi sana. Wanasema kwamba Uislamu saizi ndio number 1 imekwenda juu, ambayo inaongezeka 347 million. Wanasema Ukristo ndio dini ambayo kwamba imekula hasara. Sababu wanasema nini? Watu ondoka katika Ukristo wanaingia katika Uislamu. Kwa hiyo kazi tunayofanya ni kazi ambayo kwamba ina matunda. Na walioingia kwa hiyo ni jambo ambalo kwamba ya kufurahisha na kuweka moyo kabisa. Kwa hiyo mtu anayesilimu sione kama ameenda pale pabaya. Kingine kwamba huyu anaitwa nani? Ibrahim Traore. Ibrahim Traore amekuja na nini ambaye kwamba ni muhimu nukta. Ndio. Kuna kitu ambaye nataka aelewe yeye na pia wengine kwa ujumla. Ndio. Unajua kuna watu wanafikiria kama sisi tunatokana na Ibrahim. Hapana. Ulimwengu hujatokana na Ibrahim. Ndio. Kweli kuna kipindi ambaye ilikuja kwanza upande wa Kiislamu pia, si ati kulikuwa ati Adam alikuwa tuna watoto wawili. Adam alikuwa na watoto wengi. Wengi sana. Kwa hiyo version ya Kiislamu, lakini tusiende kule. Okay, wakati wa Nuhu ikatokea gharika, kweli watu wakaisha. Baada ya watu kuisha, kizazi ambacho kwamba ilikuja nimetaja katika Qur'an, ni ile kizazi ambacho kwamba ilitoka katika ile safina salama. Ushaona? Ndio kizazi kingine kikaanza. So hiyo hao waliotoka pale ndio wakaanzisha tena another life mara ya pili. Hao walikuwa ni watu tofauti. Na wakazaana sana. Watu wakaenda mbali, wengine wakaenda Iraki, wengine wakaenda Lebanon, wengine wakaenda Syria, wengine wakakaa pale Middle East, wengine wakakaa Madina, wengine wakaenda Misri. Watu walitapakaa kwingi tu, wengine Palestine, walitapakaa sana. Na kipindi hiyo akija kutapakaa mpaka akija Nabii Ibrahim tayari kama watu walikuwa washaanza kuongezeka, wamekuwa wengi. Ndio unaona Ibrahim yeye ni kizazi ambacho kwamba ilizaliwa Iraq. Ndio. Na ule ambaye kwamba ni Lut
Sasa yeye ametaja kwamba Lut wale watu waliungua, baada ya kuungua kizazi kaanza na Ibrahim. Hapana. Kulikuwa kuna ile kizazi ilikuwa kule. Ikaangamia ilivyoangamia. Lakini pamoja na hayo Nabii Ibrahim au kwa alipokuwa malaika walitokea kwa Ibrahim wakienda kule. Ibrahim wakati huo ni mgeni katika nchi ya Palestine. Palestine kulikuwa kuna watu wengine ambao si kizazi cha nani? Cha Nabii Ibrahim. Njaa ilipoingia Nabii Ibrahim alitoka akaenda Misri. Yeah. Misri kulikuwa kuna watu wengine pia. Kulikuwa kina kizazi pale. Unaona? Na kulikuwa kuna maisha pale. Unaposoma katika historia ya Kiislamu Ibrahim, kuna watu wanasema Ibrahim hata sio jina yake. Ibrahim hiyo sio jina yake. Hiyo inatokana na neno, kwa sababu neno Kiarabu nasema abara maana amecross. Ni mtu ambaye kwamba alikuwa anasafiri sana. Ibrahim alitembea katika nchi nyingi sana. Ushaona? Alifika Madina, alifika Maka, Palestine, wapi alitembea sana. Yeye. So ile mambo ya kucross border na kucross kwingi sana ndio ilikaje kampatia ile hivyo jina. Ushaona? So huyu Ibrahim japo alikuwa hapo, kulikuwa kuna kizazi chake hao watoto wawili, lakini huyu Ibrahim Traore akumbuke kulikuwa kuna watu wengine walikuwa katika dunia mbali na Nabii Ibrahim. Na ndio alipotaka kwenda Misri, yule mfalme wa Misri alitaka kuchukua yule mke wake. Life ilikuwa huko, watu walikuwa. Ndio alitoka na Sara Iraq. Watu walikuwa Iraq. Kuna kabila ilikuwa Iraq, akaja naye Palestine. Akitoka Palestine na Sara wakaenda Misri, njaa ilipokuja pale Palestine. Akaenda Misri. Misri kulikuwa kuna watu na kulikuwa kuna kabila pale. Akatoka kule tena ule mfalme akampatia Hajira aje naye kama zawadi. Akaja naye tena wapi? Palestine. Sasa kuna watu wengine mbali na Ibrahim. Usije ukakaunt kwamba katika dunia kuna Waarabu na kuna Wazungu. Watu Waarabu wametokana na Ismail. Wazungu wametokana na Isaka. Naye analeta hesabu kama hiyo. Kuna baba ambaye kwamba ni Masai alafu mtoto mmoja ni Mturukana na mwingine ni Mkikuyu. Does it make sense? Baba kama ni Mturukana, watoto watakuwa Turukana automatic. Ibrahim ni Muiraq. Kwa hiyo watoto wake wote wawili ni kutoka Iraki. Na walikuwa wanaongea lugha ya Ibrahim. Hii mambo ingine inakuja kuletwa, ni story inakuja kuletwa. Kitu kingine ambacho kwamba nataka niweke, tuna watoto wawili. Ibrahim alikuwa na watoto zaidi ya wawili. Kuna watoto wengine alikuwa nao na kuna mke mwingine alikuwa naye tofauti anaitwa Ketura. Na pia alipata watoto kutoka kwa yule Ketura. Na iko kwenye Biblia. Iko kwenye Biblia. Kwa hiyo alikuwa na watoto wengine kando na hawa wawili. Kwa hiyo unaposema Waafrika ama sisi tumetoka wapi? Kuna kizazi ilikuwa Misri ambaye ni hapa Afrika. Na hii kizazi kuja kutoka na makabila kuja kutoka na miji kuja kutoka. Leo ukisikia Maka. Maka ni mtu alikuwa anaitwa Maka. Hawa watu zamani walikuwa wakitoka, wewe ni fulani toka nendo kae pale. Unakokwenda kukaa, hiyo ndio jina hiyo mji, hiyo sehemu. Na unakokwenda kukaa wale watu wanatoka pale ndio hiyo kabila. Kwa hiyo ile kabila ilivyokuwa inaenda ndio sasa makabila zinakuja hivyo na miji zinakuja hivyo na town zinakuja hivyo. Ukisikia kama Paran ni jina ya mtu. Ukisikia kama nini jina ya mtu anatoka anaenda. Ndio unasikia kwa Biblia kuna watu wanaitwa Waishmaeli. Ushaona? Maana kuna mtu alikuwa anaitwa Ishmael akakaa sehemu ile kabila yake inaitwa. Kwa hiyo jina za watu na kabila za watu zilikuwa na mtu alianzisha kukaa mahali pale pakaitwa hiyo jina, alafu hiyo kabila katokea hapo. Kwa hiyo Afrika ni mtu mmoja alitoka tu katika haya vizazi, sio lazima kwa Ibrahim. Alitokea hata kwingine kokote, inaweza kuwa alitokea Iraq, anaweza kuwa alitokea Misri, na sana sana kuna uwezekano ni kwa sababu hii maisha ya Afrika imeanzia Misri. Na maisha ya Afrika kuanzia Misri haikuanza na Ibrahim ama nani. Maisha ya Misri imeanza na Nabii Idris, ndio mtu wa kwanza kuingia Misri. Umeshaona? Ndio mtu wa kwanza kupeleka pale live. Kwa hiyo kabila zote zimetokea tu juu pale zikiteremka tu polepole mpaka huko chini. Ndio leo unaona Mkikuyu kwambia asili yake yuko Kenya, asili yake imetokea wapi? Kongo kule juu, inakuja ikiteremka. Nani hivyo? Unaona? Ibrahim Traore ni traditionalist anafaa elewe jambo kwamba kulikuwa na migration ya watu. Exactly, hiyo migration. So hizo migration ndio unakuja na kapale ndio
Pale pale unaanzisha town na pale pale ndo kabila yako inaanzia. So asije akashangaa ni kama ati duniani kuna wazungu na Waarabu. No. Duniani kulikuwa kuna Waarabu kabla ya Nabii Ibrahim. Ibrahim mwenyewe yuko na Waarabu wako. Wakati Ibrahim yeye amemwacha Ismail pale katika jangwa, yeye akarudi. Kuna kabila ilitoka Misri inaitwa Wajurhum. Hawa Wajurhum walienda wakakaa na Ismail pale katika jangwa. Na ndio kizazi ikaanzia hapo. Ushaona? Kwa hiyo kuna kabila ambayo kwamba ilikuwa bado mbali na nani? Na Nabii Ibrahim, na kizazi mbali na Ibrahim. So lazima Traore aelewe kwamba watu walikuwa ni wengi. Watu hawajatokana na Ibrahim kwa wale watoto wawili, kwamba lazima kabila itokana na watu wawili. Kuna watu walikuwa wengi sana, in fact milioni ya watu waliokuwa na kabila tofauti na mazungumzo tofauti mbali na Ibrahim. Na hii makabila kuja kutokea ni migration na settlement ndio imeleta hizo makabila. Sawa kabisa, nadhani hicho kimefahamika. Na kwa Sheikh wako Sheikh Khalifa, kuna baadhi ya maandiko ambayo umejihami nayo kwa sababu ya muda uweze kuyajibu. Kuna wasikilizaji wawili. Kwanza shekhe mmoja, shekhe wetu pale amekuja kurekebisha jambo na kujaribu kuliweka sawa kati ya kuja na dini na kuanzisha dini. Kweli pale tulikuwa tunajaribu kuzungumzia asili ya Uislamu, ya kwamba je, Uislamu ulianzishwa na nani au ulianzia wapi? Na moja kwa moja tukafafanua maana ya neno Uislamu, ya kwamba ni kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtu ukiuliza Uislamu ulianzia wapi, ni kama unauliza huku kunyenyekea. Mtu wa kwanza kunyenyekea kwa Mola wake ni nani? Bila shaka bin Adam wa kwanza alikuwa ni baba yetu Adam alayhi salam. Na Uislamu umeanzia kwa, yani amri ya kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu imeanzia kwa mwanadamu wa kwanza. Sasa kila mtume aliyekuja alikuwa anakuja na dini ile aliyoshukishiwa Adam alayhi salam. Hakuwa anakuja na dini nyingine tofauti. So Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja, alikuja na ile dini ile aliyoshukishiwa Adam alayhi salam na mitume waliotangulia. Kwa hivyo akija na dini hii haimaanishi ya kwamba amekuwa ni mwenye kuianzisha. Kwa hivyo ni hivyo Sheikh kutuweka sawa, shukran. Na wa pili alikuwa anauliza, siwezi kukumbuka jina, alisema kwamba tuwaelezee watu ukweli kwamba Paulo ndiye aliyewapoteza watu, hasa Harun. Paulo ndiye amewapoteza watu, tusimamie ukweli. Na ni kweli kabisa kwamba Paulo ameweza kuvuruga maandiko mengi tu ya Mwenyezi Mungu, akangofoa vitabu vya Mwenyezi Mungu, vitabu vikaharibika. Na hapa studioni haikuwa kwamba tukue wawili hapa, tulikuwa pia na mchungaji ambaye ilikuwa afike studioni, lakini kwa sababu leo Nairobi kumekuwa na mshike pale katikati ya jiji, kurushwa kwa vitoa machozi, kwa hivyo mchungaji hajaweza kufika. Isionekane kwamba Waislamu tumekaa katika studio lakini hatujalika hata. Kwa hivyo ndugu zetu kutoka upande wa Kristo tunawaambia kwamba mchungaji hakuweza kufika, lakini inshallah katika kipindi kijacho mchungaji tutakuwa naye hapa inshallah. Ni kweli Paulo ameweza kuharibu maandiko mengi. Kwanza amefundisha mafundisho ya kwamba ambayo kwanza hayakufundishwa na Mwenyezi Mungu. Na pili, Mwenyezi Mungu na hata mtume ambaye anajaribu kumzungumzia ambaye ni Nabii Isa alayhi salam pia hakufundisha mambo hayo. Nikirejelea tu andiko moja katika Biblia ni kwamba Paulo ndiye amekuja na mafundisho ya msalaba, ya kwamba hufai huwezi kufika katika ufalme wa Mwenyezi Mungu au kuingia katika pepo wa Mwenyezi Mungu bila kuamini kwamba Bwana Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako. Kwanza haya ni mafundisho ambayo Bwana Yesu mwenyewe hakufundisha katika andiko lolote. Vitabu 66 vya Biblia hii ambayo tumeishika hapa, hakuna andiko hata moja ambalo Bwana Yesu amaye kusimama akawaambia watu ya kwamba mimi Bwana Yesu nilikuja duniani niuliwe kwa sababu ya dhambi za watu. Lakini Paulo anajaribu kutuambia nini? Anatuambia katika Wagalatia 3:13 ya kwamba Kristo ametukomboa sisi kutokana na laana ya Taurati, na aliangikwa juu ya mti ili sisi tupate kukombolewa. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila yule aangikwaye juu ya mti. Sasa Paulo ndiye anayejisemea maneno haya
lakini mwenye kutendewa kitendo ambaye ni Bwana Yesu mwenyewe, labda ukifungua katika quotation yake ya Yohana 5:24, Bwana Yesu akisema, amin amin nawaambieni, yeyote alisikiaye neno langu na kumwamini yule aliyenipeleka anao uzima wa milele. Sasa katika neno la Yesu ndio tunatafuta mpaka leo. Maana yake amesema yeyote alisikiaye neno lake. Ili tusikie ni lazima aseme. Sasa tunatafuta andiko lolote katika Biblia nzima lenye kwa kutoka katika kinywa cha Bwana Yesu akisema, mimi Yesu nilikuja duniani niuliwe kwa sababu ya dhambi za watu. Lakini cha kushangaza, Paulo mwenyewe akarudi tena katika Wakorintho wa kwanza 15:15. Akasema na sisi tumepatikana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Ili andiko wa Kristo tafadhali mliandike chini. Sisi tumepatikana kuwa mashahidi wa uongo wa Mwenyezi Mungu. Tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Sasa Paulo anakiri mwenyewe maneno haya ambayo alikuwa akiwaambia watu wa kwamba Yesu amekufa kwa sababu ya dhambi zenu ni maneno ya uongo tu. Na ukisema ya kwamba Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako msalabani, utakuwa unamaanisha nini? Biblia ni ya uongo. Manake hiyo Biblia katika Ezekiel 18:18. Mbona mnasema kwamba mwana aubebe uovu wa babake? Kwa sababu mwana amekwisha kuzitenda na kuzifuata amri zangu, hakika ataishi milele. Ni roho itendayo uovu ndiyo itakayokufa, lakini roho itendayo mapenzi ya baba itaishi milele. Mwana hatokufa kwa sababu ya dhambi ya baba, wala baba hatokufa kwa sababu ya dhambi ya mwana. Kila mwenye haki atahesabiwa kwa ajili ya haki yake, na kila mwenye uovu atahukumiwa kwa sababu ya uovu wake. Kumbukumbu la Taurati 24:16. Na mababa wasife kwa sababu ya madhambi ya watoto wao, wala watoto wasife kwa sababu ya madhambi ya baba zao, na kila mtu afe tu kwa sababu ya dhambi yake yeye mwenyewe. Haya maandiko tunayasoma si Qur'ani, ni maandiko ya Biblia ambayo Wakristo wanaibeba wenyewe wakienda nayo kanisani. Sasa ikiwa kitabu ilichobeba kinakwambia hakuna mtu kufa kwa sababu ya dhambi yako, kisha wewe unakuja na elimu ya kwamba Yesu kafa kwa sababu ya dhambi yako, unaona? Na kisha kuna andiko ambalo watu hawalielewi kabisa. Yohana 3:16. Manake hii Yohana 3:16 ndio usomwa kama ayatul kursi. Ndio. Imekaririwa karibu hata watoto wadogo wanaokwenda kanisani wakifika, cha kwanza kuhifadhishwa ni Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Katika andiko hili hakuna mahali naeleza mtu kafa. Kinachozungumziwa hapa ni kuamini. Bwana Isa au Yesu sisi tushamwamini tayari. Sasa je, wapi andiko kwamba kafa msalabani kwa sababu ya dhambi za watu? Hapa ni kuonyesha kwamba Paulo ameleta mafundisho ambayo maskini ya Mungu hakufundisha, na tena Yesu mwenyewe pia hakufundisha. Sasa huyu ni Antichrist. Amefundisha vitu ambavyo Yesu hakufundisha, na ameingiza katika akili za watu, na watu wakaamini hivyo. Hivi mtu gani utakutana naye leo umwambie kwamba wewe yafaa ubebe uovu wako wewe mwenyewe? Hawakubali. Wanaamini kwamba Yesu kashawabebea dhambi, wao wanasubiri kwenda peponi tu. Unaona? Kwa hivyo hilo swali ni hivyo, ni kwamba Paulo aliwapoteza watu. Ndio. Naam. Aha, sawa kabisa. Kwa ajili ya muda nadhani kuna baadhi ya maandiko hapa ambayo nadhani wataturuhusu tu tuyajadili wiki ijayo. Wiki ijayo kwa sababu ya muda, na nadhani Sheikh wetu Sheikh Abbas atakuwa kukumbuka, na kama hatakumbuka nitakukumbusha. Ana neno inshallah. Labda Sheikh wangu Sheikh Abbas kwa kumalizia. Kumalizia, nafikiri kwanza nina furaha sana leo kwamba at least mashaallah. Nafikiri wiki iliyopita tulipata mtu mmoja tu hapa redioni. Leo tumepata watu wawili. Kwa hiyo inatupa moyo kwamba at least unajua lazima ukifanya kitu uwe na target ni kwamba watu wakubali dini. Kweli. Kishakubali basi unaona target yetu imefika. Kwa hiyo na furaha zaidi leo. Pia mimi pia furaha mpwito. Naam. Sheikh wangu Sheikh Khalifa. Naam. Ushauri tu wa kumalizia kipindi. Ushauri ni kwamba wasikilizaji wote, maana kipindi hiki kinasikilizwa na watu wa dini mbalimbali, ni kwamba na wahusia wasikilizaji
naomba muende msome sana. Chukueni vitabu hivi msome. Na kuna msikilizaji mmoja amesema kwamba je, naweza kuingia msikitini? Msikiti ni kama hospitali ama msikiti ni kama hospitali ama kituo cha polisi, yani mahali penye mtu yeyote anaweza kuingia kutafuta usaidizi wote. Yeah. Msikiti mtu yoyote anaingia. Masaa 24 msikiti uko wazi. Yeah. Mtu yoyote anaingia. Hata mtu asiyekuwa Muislamu ana uhuru wa kuingia msikitini na kuchukua vitabu vya Waislamu akasoma, akona uhuru kabisa. Kisha akishamaliza kusoma aondoka aende zake. Ndio. Inshallah. Sawa kabisa. Sheikh wangu Sheikh Khalifa Athmani kutoka maeneo ya Mumias. Nakwambia hapa yani ni mashehe kutoka nchi nzima, nchi za Afrika, Kenya, Afrika na dunia nzima tunawaleta hapa ndani ya Risala watoe maelezo, manake ni muhimu sana kwa sisi wote kuweza kunufaika. Na nawashukuru wote ambao mmekuwa mkitegea kipindi hiki, wote ambao wamecomment pale kwenye mtandao wa YouTube @Iqra FM 95.0, na pia wale ambao wamesikiza kipindi hiki cha siku ya leo, wameelewa, wameandika, wamenukuu, hawajapiga simu hatujasikia, lakini tunawashukuru sana kwa kuweza kutegea kipindi cha siku ya leo cha Risala. Allah wajalie, na pia kwa kila yule aliyepiga, aliyechangia pia shukran sana. Na kwa wasikilizaji wote wa Iqra FM na Waislamu wote kwa ujumla, Allah atutakabalie dua zetu tunazoomba kwa siri na zile pia ambazo tunazaomba kwa dhahir. Hadi Ijumaa ijayo, mimi nimekuwa wako Abdul Hamid Suleiman. Kwa sasa tutakuwa tukipokea muhtasari wa habari, kisha vipindi vingine vitakuwa vikifuatilia hapo mbeleni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mabingwa kuongeza wake, lakini matunzo sifuri. Tunapata dhambi leo.